Mjadala mkubwa umekuwa kwenye vyombo vya habari vya Marekani. Achana na ile interview ya Carlson Tucker aliyofanya na balozi wa Marekani Mike Huckabee wiki iliyopita pale nchini Israeli. Huckabee ni balozi wa Marekani nchini Israeli. Alifanya interview moja ambayo interview imezua maswali kwa sababu yani vilivyotokea kwenye vile interview imezua maswali mengi, na kinachoendelea hivi sasa, umeona baadhi ya vyombo vya habari duniani, mitandao mbalimbali vinajaribu kukata baadhi ya nukuu au zinakata zile interview chache kuzileta kwenye umma kuonyesha kuwa kile alichokizungumza Mike Huckabee. Mjadala mkubwa sana unaendelea ndani ya Marekani. Kwa wale ambao wanafuatilia siasa ndani ya Marekani watakuwa wanaelewa vizuri mimi ninazungumza nini. Carlson Tucker, mwanahabari muhafidhina wa mrengo wa kulia, alisafiri kwenda Israeli kwa ajili ya kwenda kufanya interview au kwa ajili ya kufanya mahojiano na balozi wa Israeli balozi wa Marekani ndani ya Israeli Mike Huckabee, ambaye Huckabee anafahamika kwa kuwa ni muhafidhina kweli kweli. Yeye ni mzayuni wa kidini ambaye huimba wimbo kuhusu Israeli, na amekuwa au ndani ya Marekani wanamuita kuwa balozi wa Israeli ndani ya Israeli, si balozi wa Marekani tena ndani ya Israeli, kwa sababu hata kama raia wa Marekani wanakutwa na matatizo dhidi ya serikali ya Israeli, Mike Huckabee yeye yuko upande wa serikali ya Israeli, hana utetezi wowote kwa raia wa Marekani. Carlson Tucker wakati anatoka kufanya hii interview alishikiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa muda kadhaa, yeye na crew yake, kwa sababu yeye alienda na ndege binafsi kwa ajili ya kufanya mahojiano hayo. Kwa hiyo yeye pamoja na crew yake na producer wake ambaye alishikiliwa, pasipoti zao zikachukuliwa, wakahojiwa walikuwa wanazungumza nini. Baadaye alivyokuja kutoa taarifa kuwa alikuwa amezuiliwa na mamlaka za Israeli na kwa masaa kadhaa na kuhojiwa kile alichokuwa anakizungumza, mtu wa kwanza aliyesimama kutoa majibu alikuwa ni Mike Huckabee, balozi wa Marekani ndani ya Israeli, ambaye kwa kawaida alipaswa asimame nyuma ya Carlson Tucker na kuuliza kwa nini amesimamishwa, kwa nini amehojiwa na Israeli, kwa nini amekamatwa. Yeye alitakiwa ajibu, lakini yeye alikuwa ni msemaji wa Israeli badala ya yeye kuwa mtetezi wa raia wa Marekani ambaye alikuwa ameshikiliwa ndani ya Israeli. Huyu ndio Mike Huckabee. Sasa watu wengi walikuwa wanatamani kujua interview iliyomhusu Huckabee ilikuwa inahusu nini, au Carlson Tucker alisafiri kwenda Marekani, alisafiri kwenda Israeli kwa ajili ya kuzungumza nini. Sasa interview ya Carlson Tucker pamoja na Mike Huckabee imekwisha kuachiwa takriban zaidi ya saa moja na nusu au karibu saa mbili, mazungumzo waliohojiwa. Mambo mengi wameyazungumza ndani yake. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo Mike Huckabee amejibu kwenye hiyo interview ndio vimezidi kuleta utata mkubwa na maswali mengi kwa watu kuwa, je, huu ndio msimamo kamili wa serikali ya Marekani inapoelekea dhidi ya Israeli? Je, huu ndio msimamo wa serikali ya Donald Trump, au Marekani imebadili sera yake ya nje na wachukue sera au wachukue kile alichokuwa akizungumza Mike Huckabee kuhusu mahojiano aliyohojiwa na Carlson Tucker, kwa sababu kuna vitu vingi ameelezea. Hata alipoulizwa swali kuhusu asili ya watu wa eneo lile, alisema kuwa bila shaka Wayahudi wote milioni 16 wana haki na asili ya nchi ya Israeli. Alipoulizwa hapana, Carlson Tucker akamwambia hakuna. Tunachokifahamu kuwa waziri mkuu wa nchi hii Benjamin Netanyahu, asili ya wazazi wake na familia yake inatoka Ulaya Mashariki. Unaponiambia kuwa hawa watu wote wana uhusiano na hii nchi, hakuna. Kwa nini isifanyike DNA halisi ya kujua asili ya watu wa nchi hii wanatoka wapi na eneo gani? Hiyo kwa Israeli imezuiliwa, haiwezi katokea wala haiwezi kufanyika. So haya ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa gumzo kwenye ulimwengu wa sasa, lakini nataka kukuambia kitu kimoja, kuwa kumekuwa na harakati kubwa nyingi zinaonekana kutoka kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Qatar, kambi ya Al Udeid. Inaonekana kuwa watumishi pamoja na wanajeshi wa Marekani ambao wanahudumu pale wakihamishwa kwa haraka, lakini pia kambi nyingine ambayo imeonekana wahudumu na wanajeshi wa Marekani wanahamishwa ni kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Bahrain, kuwa wanajeshi wa Marekani wanahamishwa. Wakati huo huo, tunaona vyombo vya habari kadhaa vimezungumza au vimeripoti kuhusu kuwa meli ya pili ambayo na yenyewe ni meli kinara ya vita Gerald Ford inaelekea au imevuka eneo la karibu ya Gibraltar. Sasa Gibraltar ni katikati ya Hispania na Morocco. Ile meli imepasua pale kiwango cha kilomita 3500 mpaka 3800 kufika eneo la Mashariki ya Kati. Yaani kutoka pale mpaka kufika karibu na bahari ya Mediterranean pale eneo la Mashariki ya Kati
ni zaidi ya kilomita 3500 mpaka 3700, ambapo itakuwa kabisa hapo ambapo wataalamu wa bahari wanasema kuwa angalau itatumia siku 7 mpaka 9 kuweza kufika pale. Sasa ukirudi kwa hapo, ndio utarudi kwenye kile ambacho Donald Trump amekizungumza kuwa tunawapa Irani siku 10 mpaka 15 wawe wamekwisha fika au wao wameshakubaliana na masharti au wao wameshafikia malengo ya masharti. Sasa hilo ndio pekee ambalo tunaliona hivi sasa. Sasa ongezeko hili la harakati za kijeshi ambalo linaashiria wingi wa ndege za Kimarekani hasa zilizokuwa upande wa Ulaya, nyingi zinamwagika kuelekea Mashariki ya Kati. Unajua kijiografia Ulaya haiko mbali sana na Asia. Sasa ndege nyingi zilizokuwa Ulaya kwenye kambi nyingi za Marekani, unajua Marekani ana kambi nyingi sana za kijeshi zilizopo Ulaya, kwa sababu Ulaya kiasi kikubwa wanategemea ulinzi wa Marekani. Sasa karibu nchi wanachama wengi wa NATO, karibu nchi zote zimekuwa na kambi ima moja au mbili ya kijeshi ya Marekani, na ndege za Marekani zimekuwa zikikaa hapo kwa sababu Ulaya hulipia ulinzi wao kwa Marekani. Kwa miaka 80 Ulaya wanalipia ulinzi wao kwa Marekani. Sasa sijui jiulize kuwa wanalindwa na Marekani dhidi ya nani? Yaani dhidi ya shambulizi la nani? Wanamhofia nani ili Marekani aweze kuwalinda hapo? Lakini Marekani anawalinda Ulaya kwa zaidi ya miaka 80 toka vita ya pili ya dunia kumalizika. Kambi nyingi zaidi za kijeshi za Marekani ziko Ujerumani, ziko Poland na nchi zingine za Ulaya Mashariki kwa wingi. Sasa ndege nyingi za Kimarekani zimeonekana zikisafiri zikielekea upande wa pili, lakini kumekuwa na kile kitu ambacho kinaonekana kama service ambayo iliwahi kufanyika kwenye 12 Days War, kufanya mabadiliko ya ndege za F22, F35, kubadili ukubwa wa uwezo wake wa tenki za mafuta, ambayo hiyo kazi unaweza kuhisi kuwa kampuni za Uingereza ndio zimekuwa zikishughulika na hiyo. Lakini katikati ya hili tumeona kuna mzozo mpya ambao umeibuka kati ya mjomba na shangazi, mtoto wa mjomba na shangazi. Unapozungumza kuhusu Marekani na Uingereza, hawa ni ndugu kabisa ambao huwa hawaachani kwenye harakati zao zote. Kwenye harakati nyingi ambazo za kuvamia sehemu yoyote, Uingereza huwa hajiulizi mara mbili inapokuja swala la Marekani. Swala la Afghanistan Uingereza alikuwa mbele sana, lakini mashambulizi yaliyoelekea Iraq Uingereza alikuwa mbele sana. Swala la Libya Uingereza alikuwa sambamba na Marekani. Masuala mengi ambayo Marekani hufanya, Uingereza huwa anakuwa nyuma yake wakati. Sasa mara hii inaonekana kama kuna mvutano ambao umeendelea kati ya Marekani na Uingereza, hasa kutokana na Marekani kutaka visiwa vya Degogasia ambavyo viko kwenye bahari ya Hindi, visiwa vya Mauritius, kuwa Uingereza amkabidhi. Unajua Uingereza mwaka jana alitangaza kuwa anavirejesha visiwa vile katika milki ya Mauritius kufuatia kesi iliyoshinda. Mauritius ilishinda kesi yake kwenye mahakama ya ICJ kuwa vile visiwa vinatakiwa virejeshwe kwa Mauritius. Kwa hiyo Uingereza alitekeleza amri ya ICJ kuwa sasa anatakiwa arudishe vile visiwa, na akafanya vile, na Uingereza wakatangaza kuwa wamerejesha baadhi ya visiwa vya Chagos au vile Diego Garcia kwa Mauritius. Sasa Trump wakati huo hakusema lolote, lakini mara hii Januari Trump aliwashutumu Uingereza kwa nini wamerejesha visiwa vya kimkakati. Na hii juzi Trump ameshutumu tena Uingereza, akawaambia kuwa hawapaswi kurejesha vile visiwa kwa sababu vinataka kutumika kimkakati kwa ajili ya Irani ataposhindwa kufikia makubaliano. Hivi visiwa haviko mbali sana na Yemen, na hivi visiwa ndio Marekani alitumia vizuri kwa kushambulia Yemen kutokea pale Deoka. So wamekuwa na mvutano Uingereza na Marekani, hasa kwa kile ambacho wanasheria wa Uingereza wanaishutumu serikali yao kuwa usijiunge na kampeni ya kijeshi ya Marekani kuelekea Irani kwa sababu ndani yake inaonekana si kampeni ya kisheria. Sasa ndani kuna mvutano, na mpaka sasa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer hajakubaliana na Marekani kutumia kambi hizo kwa sababu mkataba uliopo wa visiwa vya Degogasia kuwa vile visiwa vilikuwa ni milki ya Mauritius ambayo Uingereza alikuwa akivikalia. Sasa Marekani aliweka kambi yake pale kwa makubaliano na Uingereza, na hayo makubaliano yanamfunga Marekani kwenye mikataba kuwa hauwezi ukafanya shambulizi lolote kutoka hapa bila idhini ya Uingereza. Sasa Uingereza wanaonekana kama vile hawajakubaliana na Marekani katika mpango wake wa kuishambulia Iran. Sasa ndio maana unasikia Donald Trump anaishutumu Uingereza kila mara kuhusu hivyo visiwa. Anawaponda, anasema haikuwa yani yote hiyo ni kwa sababu bado Uingereza haijatoa uhalali wa Marekani iweze kutumia kambi yake hiyo ya Diego Garcia kuweza kufanya mashambulizi kuelekea upande wa pili wa Iran. Ndio maana una mvutano huo unakuja. Hata waziri wa mambo ya nje wa Uingereza alipokuwa anaelekea kuzungumza baada ya mvutano huku ripotiwa na vyombo vya habari vingi, alikuwa akienda kuzungumza na Marco Rubio, waziri wa kigeni wa Marekani ambaye pia anakuwa ni mshauri wa usalama wa White House. Walikuwa wakienda kuzungumza kuhusu hii kadhia. Alikazia waziri wa kigeni wa Uingereza kuwa
hili swala la Irani na Marekani wanapaswa wazungumze. Anasema huu ni mtibuano wa kisiasa, kwa hiyo hili swala litatuliwe kwa njia ya diplomasia. Anasema hatutamani kuona kama inaelekea kwenye vita. Yani hatuoni kama hili linapaswa kuelekea kwenye vita. Kauli hii inaenda kukutana na kauli ambayo iliwahi kutolewa mwezi uliopita na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, ambaye anasema kuwa tunatamani kuona mzozo huu unamalizika, mzozo wa kidiplomasia. Hatuungi mkono hatua za kijeshi kuelekea Iran, lakini hizo ni kauli tu mara kadhaa, na unaweza kushangaa katika mashambulizi yote haya ukaona kuwa Uingereza wakatoa usaidizi mzuri tu wa kijeshi, Uingereza watatoa ndege zao, Uingereza wataachia kambi zao, Uingereza watafanya vitu vingi sana kwa ajili ya kutimiza hili lengo. Kwa hiyo hizi ni kauli tu ambazo, kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yanayojiri hivi sasa, kwa sababu inaonekana kama vile hakuna njia yoyote inayoweza kutatua huu mzozo. Lakini wakati huo huo, Irani wametoa taarifa ya kuandaa proposal mpya ambayo wanataka waitume kuwa, na hii proposal yote imejikita pale pale kwenye mchezo wa awali kuwa wanazungumza kuhusu nuclear tu. Hawajaongeza chochote ambacho Marekani imekuwa ikitaka kuongeza. Marekani anataka waongeze nini? Anataka waongeze kuhusu makombora ya masafa marefu, wanataka waongeze kuhusu proxy. Lakini hata marekebisho ambayo Irani yametolewa, baadhi ya vyombo vya habari vimeyanukuu, baadhi ya vyombo vimeandikwa, bado hayaonyeshi popote Irani ambapo imekubali kuwa itaongeza kwenye mazungumzo masuala ya nyuklia, masuala ya makombora au masuala ya washirika wake wa kikanda. Bado inaonekana kuwa Irani haijakubaliana na kubadili msimamo wake wowote. Kwa hiyo wacha tuendelee kuhesabu siku ambazo Trump ametoa, na wacha tuendelee kuona kile ambacho kinaendelea. Hatujui nini kitatokea, lakini mzozo bado ni mbichi, haueleweki vyovyote. Misuguano kawaida, wakosoaji kawaida, wanaounga mkono kawaida, kila mmoja anaoona kwa njia yake. Jamani, asanteni.